Hujambo na karibu katika Matukio Daima Habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na maadhimisho ya 29 ya wiki ya maziwa nchini kufanyika mkoani Iringa. Na ndugu wanahabari, naomba nichukue fursa hii kuzungumza nanyi juu ya maadhimisho ya 29 ya wiki muhimu kabisa ya maziwa nchini yatakayofanyika hapa mkoani kwetu kuanzia tarehe 25 Mei mpaka tarehe 1 ya Juni. Miradi 39 yenye thamani ya bilioni 107.5 kupitiwa na Mwenge wa Uhuru mkoani Iringa. Pamoja na hayo yote, idadi ya miradi 39 itatembelewa, itakaguliwa, itawekewa mawe ya msingi, itazinduliwa katika mkoa wetu wa Iringa, na jumla ya thamani ya miradi yote ni shilingi bilioni 107 milioni 559. Pamoja na haya yote, serikali yatanua huduma za mahakama mtandao kufikia magereza 84 kote nchini. Kuongeza wigo wa upatikanaji wa huduma ya mahakama mtandao katika magereza 18 na hivyo kufikia magereza 84. Huduma hiyo kati ya magereza 125 iliyopo nchini imekuwa ikitolewa. Bilioni 60 za fufua uwanja wa ndege Iringa. Mwaka juzi umekamilika na sasa ndege zinatua karibu kila siku. Zaidi ya bilioni 60 ziliwekwa pale. Hali gani mpenzi mtazamaji wa Matukio Daima TV? Hii hapa ni taarifa ya habari siku ya leo pamoja na mimi Rehema Salim na mimi ni Beldina Majenge. Karibu. Na tukianzia mkoani Iringa, wakati mkoa wa Iringa ukiadhimisha wiki ya maziwa nchini, mkoa huo umeishukuru serikali kwa kuleta mradi mkubwa wa mageuzi ya tasnia ya maziwa na mabadiliko ya tabia nchi CSDTP ambao unatekelezwa katika halmashauri ya wilaya ya Iringa, Kilolo na Mufindi. Hayo yamesemwa na mkuu wa mkoa wa Iringa Heli James wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu maadhimisho ya 29 ya wiki ya maziwa nchini yatakayofanyika mkoani Iringa. Taarifa zaidi na Esther Kameta. Hedi James alisema kuwa maadhimisho haya yameandaliwa na Bodi ya Maziwa Tanzania chini ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi, mradi wa mageuzi ya tasnia ya maziwa na mabadiliko ya tabia ya nchi pamoja na wadau mbalimbali wa tasnia ya maziwa nchini. Na ndugu wanahabari, naomba nichukue fursa hii kuzungumza nanyi juu ya maadhimisho ya 29 ya wiki muhimu kabisa ya maziwa nchini yatakayofanyika hapa mkoani kwetu kuanzia tarehe 25 Mei mpaka tarehe 1 ya Juni. Maadhimisho haya yameandaliwa na Bodi ya Maziwa Tanzania chini ya Wizara ya Mifugo, Uvuvi, mradi wa mageuzi ya tasnia ya maziwa na mabadiliko ya tabia ya nchi. Pamoja na wadau mbalimbali wa tasnia ya maziwa nchini, wote hawa wanajumuika nasi katika kuadhimisha maadhimisho ya 29 ya wiki ya maziwa Tanzania. Hii ni heshima kubwa sana watu wa Iringa kupata nafasi ya maadhimisho ya kitaifa, lakini mahususi tukifahamu kwamba mkoa wa Iringa ni miongoni mwa mikoa ambayo ina uchangiaji mkubwa sana wa uzalishaji wa maziwa na utumiaji wa maziwa nchini. Maadhimisho haya yamekuwa na lengo la kuhamasisha urasimishaji wa tasnia ya maziwa, uwekezaji, matumizi ya maziwa bora na salama ili kulinda afya ya mlaji, kukuza biashara rasmi ya maziwa, lakini pia kuhakikisha tasnia ya maziwa inaongeza mchango wake katika maendeleo ya uchumi na taifa kwa ujumla. Ndugu wanahabari, kwa mwaka huu 2026 maadhimisho haya yanaongozwa na kauli mbiu inayosema rasimisha biashara ya maziwa, okoa maisha ya walaji, ongeza kipato na changia uchumi wa nchi yetu. Kauli mbiu hii inalenga kuhamasisha wadau wote wa tasnia ya maziwa kuendeleza shughuli zao katika mfumo rasmi unaotambulika kisheria na kuhakikisha maziwa yanayozalishwa na kusafirishwa na kuuzwa yanakuwa ni salama kwa watumiaji wote, hasa sisi binadamu ambao kimsingi maziwa ni sehemu ya uimarishaji wa afya zetu. Shughuli mbalimbali zitafanyika kwenye mkoa wetu ambazo ningetamani sana wananchi waweze kushiriki na kuwa sehemu ya maadhimisho haya. Kwanza, maonesho yatakuwepo ya kuonyesha bidhaa mbalimbali za wadau wote waliopo kwenye mnyororo wa thamani ya maziwa. Hivyo mtapata nafasi ya kuona maziwa yanazalisha nini, bidhaa za aina gani, zinapatikanaje na zina faida gani. Itakuwa ni fursa pekee kwa wananchi wote kushuhudia bidhaa hizo. Afisa masoko wa Bodi ya Maziwa Tanzania Joseph Sem amesema kuwa maadhimisho haya yamelenga kuongeza uelewa kwa wananchi kuhusu umuhimu wa kunywa maziwa salama na yenye ubora pamoja na kuhamasisha uwekezaji katika sekta hiyo, ili kuhakikisha kwamba inakwamua mwananchi mmoja mmoja na kuchangia kwenye pato la taifa. Ninataka kumaanisha kwamba kupitia maadhimisho haya basi kutakuwa na wadau kutoka kwenye mnyororo wa thamani wa maziwa, ikiwepo taasisi za fedha, wafugaji, wasindikaji, wauzaji wa mitambo na vitu kadha wa kadha, kuhakikisha kwamba watu wote wanapata fursa zilizopo katika tasnia ya maziwa. Kwa hiyo ni wakati huu kwa wananchi wa Iringa kufika kwenye maadhimisho haya ili waweze kujifunza mbinu za ufugaji bora au ufugaji wa kibiashara katika nchi yetu, ili kuhakikisha kwamba
wanazalisha maziwa kwa tija ili kuweza kujiongezea kipato. Lakini pia ni nafasi kwa wale ambao wanatamani kuingia kuwekeza kwenye tasnia ya maziwa nchini, kuona fursa kwa vitendo ili waweze kuingia kwenye uchakataji, ukusanyaji ama usafirishaji wa maziwa. Zipo fursa nyingi huko ambazo zinaweza zikachangia moja kwa moja pato la mtu na pato la taifa. Lakini pia kupitia maadhimisho haya tunategemea kwamba watu watapata nafasi ya kujua umuhimu wa maziwa katika kujenga afya ya mwanadamu. Zipo faida nyingi ambazo tunatamani wananchi wa Iringa hususan wazazi sasa kuanza kutumia maziwa kama sehemu ya mlo kamili wa mwanadamu. Na tukielekea jijini Dodoma, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema serikali imepanua huduma za mahakama mtandao katika magereza, ambapo sasa zinapatikana katika magereza 84 kati ya 129 nchini, hatua inayolenga kurahisisha upatikanaji wa haki kwa wafungwa na mahabusu. Katambi amesema hayo bungeni jijini Dodoma wakati akiwasilisha bajeti ya wizara hiyo ya mwaka 2026-2027. Amesema maboresho hayo yameongeza ufanisi wa utoaji huduma za sheria na kuchangia kudumisha usalama na utulivu nchini. Mheshimiwa Naibu Spika, katika utekelezaji wa mpango wa bajeti wa mwaka 2025-26, Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi imepata mafanikio mbalimbali kama ilivyoainishwa katika kitabu cha hotuba yangu. Mafanikio hayo ni pamoja na kuendelea kudumisha amani, utulivu na usalama nchini. 2, kuongeza wigo wa upatikanaji wa huduma ya mahakama mtandao katika magereza 18 na hivyo kufikia magereza 84. Huduma hiyo kati ya magereza 125 iliyopo nchini imekuwa ikitolewa. Mafanikio hayo ni sehemu ya matokeo ya utekelezaji wa mapendekezo ya Tume ya Haki Jinai iliyoundwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan tarehe 13 Januari 2023. 3, Mheshimiwa Naibu Spika, kukamilisha mradi wa ununuzi wa mitambo na vifaa vya kuzima moto na uokoaji wenye thamani ya dola za Marekani milioni 100. Mradi huo umewezesha upatikanaji wa mitambo 150, boti 23, helikopta 1 kwa ajili ya uzimaji moto na uokoaji wa magari 3 ya kuzima moto na wa kemikali, magari 5 ya kubeba maji na mitambo 2 ya kuvuta magari mabovu yaliyopata ajali. Nachukua fursa hii kumshukuru kwa dhati Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuliwezesha Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kupata vitendea kazi ambavyo vitaongeza ufanisi na tija kubwa katika utendaji wa kazi. 4, Mheshimiwa, mafanikio mengine ni kufunga mifumo ya Advanced Passenger Information System APIS, Passengers Name Record katika viwanja vya ndege vya kimataifa kiwanja cha ndege cha Julius Kambarage Nyerere, kiwanja cha ndege mkoa wa Kilimanjaro Abedi Amani Karume pamoja na kiwanja cha ndege cha mkoa wa Mwanza jijini Mwanza. Mifumo hiyo itawezesha upatikanaji wa taarifa za abiria mapema, kuzichambua na kufanya maamuzi stahiki kabla ya abiria hao kuruhusiwa kuanza safari ya kuja nchini. 5, Mheshimiwa Naibu Spika, kusajili na kutambua watu 1,145,334 wenye umri wa miaka 18 na kuendelea, na hivyo kufanya jumla ya watu waliosajiliwa na kutambuliwa mpaka sasa kuwa 27,186 na 421 sawa na 86% ya lengo la kusajili watu 31,447 na 938 kwa mujibu wa makadirio ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. 6, kukamilisha ujenzi na kuanza kutumika kwa mfumo wa kielektroniki wa usajili na usimamizi wa jumuiya ambapo kwa sasa huduma zote za usajili zinapatikana kupitia mfumo huo. 7, kuanzisha kituo cha kupokea taarifa za uhalifu na usafirishaji haramu wa binadamu kinachowezesha wananchi kutoa taarifa na kupata elimu kwa kupiga simu bure
kupitia namba 195. Na tukirejea mkoani Iringa, mkuu wa mkoa wa Iringa Heli James amewataka wananchi wa mkoa wa Iringa kujitokeza kwa wingi katika maeneo yote ya miradi itakayopitiwa na kuzinduliwa na mbio za Mwenge, ambapo utapokelewa katika wilaya ya Mufindi hapo kesho katika uwanja wa shule ya Malangali ukitokea mkoani Njombe. Akizungumza na wanahabari, Heli James amesema kuwa mwenge huo utatembelea halmashauri zote 5 za mkoa wa Iringa huku ukipita katika miradi 39 yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 107. Ndugu wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa, naomba nichukue fursa hii kuwataarifu kwamba ujio wa mbio za Mwenge wa Uhuru katika mkoa wetu wa Iringa sasa umewadia, na Mwenge wa Uhuru utaingia katika mkoa wetu wa Iringa siku ya tarehe 26 mwezi wa 5 2026 katika eneo la Malangali sekondari ukiwa unatokea mkoa wa Njombe. Hivyo kupitia nafasi hii ni wakaribisha wananchi wote wa mkoa wa Iringa kupitia wilaya ya Mufindi kuwa sehemu ya makaribisho makubwa ya mbio za Mwenge na Mwenge wa Uhuru hiyo tarehe 26 katika viwanja vya shule ya sekondari Malangali pale Mufindi. Katika taarifa yetu ya jumla ya Mwenge katika mkoa wetu, Mwenge utatembelea halmashauri zetu zote 5 zinazounda mkoa wa Iringa na utatembea katika kilomita 623.8. Pamoja na hayo yote, idadi ya miradi 39 itatembelewa, itakaguliwa, itawekewa mawe ya msingi, itazinduliwa katika mkoa wetu wa Iringa, na jumla ya thamani ya miradi yote ni shilingi bilioni 107 milioni 559. Pamoja na haya yote, nichukue fursa hii kuhamasisha wananchi kujitokeza katika maeneo yote ya miradi, lakini kujitokeza katika maeneo yote ambayo utatolewa ujumbe wa Mwenge. Na nichukue fursa hii kuwakumbusha kwamba kauli mbiu ya Mwenge wetu kwa mwaka huu ni Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Hivyo niwaombe wananchi wenzangu wa mkoa wa Iringa, tunapopokea Mwenge wa Uhuru tarehe 26 na unapoanza kukimbizwa kupitia halmashauri ya Mufindi, ni matarajio yangu kwamba kila halmashauri ambayo tarehe yake imetajwa na wakuu wetu wa wilaya pamoja na wakurugenzi, wananchi, watumishi, wadau wa maendeleo, mtaungana pamoja katika kupokea Mwenge wa Uhuru, kupokea taarifa ya miradi mbalimbali, lakini pia itakuwa ni fursa kwenu kusikiliza ujumbe wa Mwenge katika maeneo yenu. Kwa kila halmashauri itakuwa na ratiba yake ya miradi ambayo itatangazwa vyema na wakuu wetu wa wilaya pamoja na wakurugenzi. Lakini pamoja na hayo, ni matarajio yangu kwamba ujio wa Mwenge wa Uhuru utatangaza mafanikio ya miradi ya maendeleo iliyotekelezwa ndani ya mkoa wetu, utatoa fursa ya wananchi kushuhudia hatua kubwa ya maendeleo tuliyofikia, lakini pia mtapata fursa ya kujenga umoja, mshikamano, lakini pia utachochea biashara, maana kila sehemu ambako Mwenge utapita kutakuwa na fursa ya huduma mbalimbali za kiuchumi zitakazokuwa zinafanyika ambazo zitatengeneza mzunguko wa kibiashara baina yetu sisi wafanyabiashara na wale wapata huduma kwenye maeneo hayo. Mwenge wa Uhuru kwa mkoa wa Iringa ni matarajio yetu kwamba kitakuwa ni nyenzo ya umoja wetu, mshikamano wetu na tathmini ya hatua za maendeleo yetu. Niwakaribisheni sana, tuungane pamoja kupokea Mwenge wa Uhuru ndani ya mkoa wetu wa Iringa. Naibu Waziri wa Uchukuzi David Kihenzile ameishukuru serikali kwa kutendea haki mkoa wa Iringa kwa kujenga uwanja wa ndege mkoani humo, ambapo zaidi ya shilingi bilioni 60 zimetumika kufufua uwanja huo wa kihistoria mkoani humo. Akizungumza katika mkutano wa hadhara wa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba uliofanyika katika viwanja vya stendi ya Luganga mkoani Iringa, Kihenzile amesema kukamilika kwa upanuzi wa ujenzi wa kiwanja cha ndege cha Nduli kilichopo mkoani Iringa kumesaidia kukuza shughuli za kibiashara, kilimo na utalii. Ndugu wenzangu wana Kilolo, sekta ya uchukuzi inashughulika na mambo mengi, lakini mojawapo ni bandari, viwanja vya ndege, reli pamoja na meli. Nisiongelee meli leo, lakini hapa Iringa mkono wa Dr. Samia tumeuona mara mbili. Moja, kwa kutambua mkoa huu una biashara mbalimbali, una kilimo, una utalii, sekta ambayo kimsingi inatuletea fedha nyingi sana. Tumejengewa uwanja wa ndege, uwanja wa kihistoria. Mwaka juzi umekamilika na sasa ndege zinatua karibu kila siku. Zaidi ya bilioni 60 ziliwekwa pale ili kufufua uwanja huu wa ndege wa Iringa. Lakini katika kutimiza ahadi ya Dr. Samia Suluhu Hassan aliyosema ndani ya siku 100 na kuendelea kuibadilisha nchi hii, na hapa mkoani Iringa tumepokea bilioni 41 ambayo inakwenda kujenga jengo zuri la kisasa lenye hadhi kwa wana Iringa. Ili ukitaka kusafiri unapitia kwenye jengo lile. Mpigie makofi Dr. Samia Suluhu Hassan.
Yote hii sisi lazima tushukuru, ndugu zanguni. Lakini la pili, kwenye reli hapa amezungumza mbunge wenu mara kadhaa alipokuwa akipigania barabara ambayo tuongelewa na ndugu yangu Greda hapa, kwamba barabara hii inakwenda kuunganika moja kwa moja mpaka kwenye reli yetu ya Tazara. Hii ni reli ya kihistoria, ni kielelezo cha uhuru wetu tulipoamua kuanza kujitawala, ni alama ya watawala wetu, viongozi wetu wazalendo wa nchi hii walipoamua kuunganisha nchi zetu Tanzania, Zambia pamoja na China. Ilijengwa miaka 1975 ikiwa na uwezo wa kubeba mzigo wa tani milioni 5, lakini miaka yote hiyo haikuwa inabeba mzigo huo kutokana na uharibifu wa miundombinu, kutokana na changamoto mbalimbali. Na kwa sababu hiyo wana Kilolo, wana Iringa, mikoa yote hii na nchi za kusini zikajikuta hazinufaiki na reli hii. Ni Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia diplomasia ya uchumi akaamua mwaka 2022 kukutana na rais mwenzake wa Zambia na wa China, baadaye wamesaini mkataba. Reli hii inakwenda kukarabatiwa upya kwa thamani ya zaidi ya trilioni 3.3, fedha ambazo zimekwisha kamilika. Piga makofi mwana Kilolo. Mgombea wa nafasi ya ubunge jimbo la Isimani kupitia Chama cha Mapinduzi, Emanuela Mtatifikolo ameendelea kujinadi na kuomba kura kwa wananchi kuelekea uchaguzi mdogo wa jimbo hilo unaotarajiwa kufanyika Juni mosi 2026. Akizungumza katika mikutano hiyo, Emanuela Mtatifikolo ameomba wananchi kumpa kura za ndio ili aweze kuwatumikia na kusimamia maendeleo ya wananchi wa Isimani, akiahidi kushughulikia changamoto mbalimbali ikiwemo huduma za kijamii, maendeleo ya vijana na wanawake pamoja na kuimarisha sekta ya kilimo na miundombinu. Ndugu zangu wana Malinzanga, mtakuja pamoja na maji moto. Ninajua tuna mambo mengi ya kwenda kufanya kwa pamoja. Nina mambo mengi ya kuweza kuzungumza na nyinyi. Lakini ndugu zangu, itoshe kuwaambia kwamba yale yote ambayo mlikuwa mmeyapanga na Mheshimiwa Lukuvi kwamba yatatekelezwa kwenye sekta zote, niwaahidi kwamba nitakwenda kuyasimamia. Nitahakikisha kwamba yanatekelezwa na nyinyi mnakuwa na amani kabisa, msije mkajisikia kwamba mwivakiva. Nyenye si mwivakiva nda Chama cha Mapinduzi pokili na serikali mpoili, tubite tukapige mpesi lisema mwapigige na Mwalukuvi. Asante mama. Na katika hili niwahakikishie kwamba mikoa ile yote ya Mheshimiwa Lukuvi nimekabidhiwa mimi ili kuhakikisha kwamba ninakuja kutekeleza majukumu yale aliyokuwa anayafanya Mwalukuvi. Sasa kuna wewe pale naona anasema bea kaka pia ile mbegli amna nengilenga mambo ya maendeleo ni mikoba ya maendeleo hii. CCM oye! Mama Samia oye! Safi! Lakini jingine ndugu zangu, tuendelee kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ili barabara ili yaribita kunani kuidodi mpaka Kumsembe. Kwa kweli ninakwenda kufungua uchumi wa eneo letu. Tunakwenda kunufaika sasa na utalii baada ya barabara hii kufunguliwa. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu wa Mloa, hakikisheni mnajipanga kushika fursa hizo zitakazofunguliwa kutokana na barabara hii. Lakini hata uzalishaji ambao tunaendelea nao itakuwa rahisi kutoa mali zetu kupeleka sokoni kwa sababu barabara itakuwa imekaa sawa. Ninajua pia bado kuna barabara za ndani huko ambazo tunatakiwa kuzifanyia kazi. Hata juzi nafikiri mliokuwa mnafuatilia bunge, mtakuwa mmeona wabunge walikuwa wanazungumzia mabarabara. Jamani, waziri mkuu, tuboreshe barabara. Na mimi mkinipeleka kule nitaenda kuungana na wenzangu kwenda kusukuma pia barabara za huku kwetu za ndani za TARURA nazo ziweze kuchonga, ziweze kupitika kwa wakati wote. Ndugu wananchi, ninajua tuna mengi ya kuzungumza. Tuna mengi ya kuweza kufanya kwa pamoja.
lakini haya yote mlioahidi na chama changu kilioahidi hayatawezekana kama hamtachagua Chama cha Mapinduzi. Naam, na taarifa hiyo kutoka Isimani mkoani Iringa inatupeleka moja kwa moja huko Songea, ambapo hatimaye jengo la chama cha walimu akiba na mikopo SACCOS Songea vijijini mkoani Ruvuma, wanachama wamefikia makubaliano ya kuliuza jengo hilo, huku tayari kila mwanachama aliyekuwa na akiba amepewa akiba hiyo kwa mujibu wa sheria. Taarifa zaidi na Amoni Mtega kutoka mkoani Ruvuma. Hatimaye jengo la chama cha walimu akiba na mikopo SACCOS Songea vijijini mkoani Ruvuma, wanachama wamefikia makubaliano ya kuliuza jengo hilo, na tayari kila mwanachama aliyekuwa na akiba amepatiwa akiba hiyo kwa mujibu wa sheria, huku mkuu wa wilaya ya Songea Kapenja Mandile amesema wanachama hao waendelee kuwa wamoja licha ya jengo hilo kuuzwa, ambapo afisa ushirika Tume ya Maendeleo ya Ushirika ambaye alisimama kwa niaba ya mfilisi Sadam Mfupi amesema mchakato wa uuzaji wa jengo hilo umefuata taratibu zote. Aidha, kiongozi wa mpito wa SACCOS hiyo Batazali Mjinga amemshukuru mkuu wa wilaya ya Songea Kapenja Mandile kwa kusimamia mchakato huo, huku akiomba halmashauri ambazo zinazodaiwa na SACCOS hiyo ziweze kulipa madeni hayo. Kwa hiyo nimefika hapa kwa mambo mawili. La kwanza, kwa taarifuni kwamba mchakato umekamilika na sasa mko huru kila mmoja kugawana mbao, mwenye kuchukua bati, mwenye kuchukua misumari achukue, na zoezi hilo lifanyike haraka iwezekanavyo mara nitakapomaliza kikao hiki. Lakini la pili, zile account tulishazifungua, kwa hiyo kila kitu kimekaa sawa. Lakini la tatu, kama kuna ambaye bahati mbaya hata ridhika, mimi ni waombe hakubaliani tu na matokeo. Sasa yani ni kwamba chama kimekufa. Sasa kama kimekufa ndio hivyo, ndio kimekufa sasa. Tulikuwa na SACCOS yenye nguvu, mpaka mlikuwa na nguvu sana. Miaka 30 iliyopita ilikuwa ni chama kinatisha. Kuwa na kiwanja tu katikati ya mji wa Songea cha mamilioni na kujenga, maana yake hamkujengewa na mtu, mlijenga wenyewe kwa mipango yenu, kwa nguvu zenu, maana yake kilikuwa kina nguvu. Kila mwisho ni waombe, bado mwanadamu ili awe na nguvu na ili aweze kusikilizwa, aweze kusikika, bado mnahitaji kuwa na umoja. Hata kama huu unakufa, basi msikate tamaa moja kwa moja, tafuteni namna nyingine ya kuwa na vikoba nyingine na kuwa na umoja mwingine, ili muwe na sauti. Duniani pote watu wanapoungana wanakuwa na sauti zaidi. Hata matajiri wanajuana vizuri zaidi kuliko maskini. Matajiri wakitaka leo kununua ufuta, au wakitaka kununua kahawa, au wakitaka kununua mbaazi, usifikiri kila mmoja anaenda kununua kivyake. Wanakutana kwanza na wana mwenyekiti wao na wana katibu wao, wanajadiliana. Lengo la kuwaita ni kuwapa taarifa kwa ufupi, na kama wanakubaliana na hiyo taarifa tuweze kuandikia hizo hela waanze kulipwa leo. Hizo hela zao ambazo zilikuwa zimezuiliwa. Kwa hiyo mara ya kwanza walikuwa 392, lakini wameongezeka watu 30. Kwenye watu 30 pia na nyote tumeingiza kwenye mgao. Kwa hiyo wamekuwa 427. Lakini kwenye hao 427 kuna watu ambao ni wameshatangulia mbele za haki. Kuna wale wanachama wenzetu ambao wameshatangulia mbele za haki. Wale tumeandaa utaratibu wa kuwalipa keshi. Wale ambao wameteuliwa kurithi ile mirasi, wale tutaenda pale benki, tutalipa keshi, watasaini, tutakuwa tumemalizana. Na leo ni kama vile tumeoga maji, miili yetu mepesi kwa kutufungulia ile akaunti na kusimamia umemaliza michakato vizuri wote kwa pamoja.
na tutasema hatutakuwa na swala tena linalohusiana na jengo hili. Tunaomba tu ukiridhia, bado tuna deni na wakurugenzi. Hili naomba usiniguse tena, tunaomba tukuguse kwa madeni ya wakurugenzi. Baada hapo hakuna shida. Na habari hiyo kutoka mkoani Ruvuma ndio inatufikisha mwisho wa taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo, lakini kabla hatujahitimisha tusikilize tena muktasari wake. Ujambo na karibu katika matukio daima habari. Miongoni mwa habari tulizonazo siku ya leo ni pamoja na maadhimisho ya 29 ya wiki ya maziwa nchini kufanyika mkoani Iringa. Na ndugu wanahabari, naomba nichukue fursa hii kuzungumza nanyi juu ya maadhimisho ya 29 ya wiki muhimu kabisa ya maziwa nchini yatakayofanyika hapa mkoani kwetu kuanzia tarehe 25 Mei mpaka tarehe 1 ya Juni. Miradi 39 yenye thamani ya bilioni 107.5 kupitiwa na Mwenge wa Uhuru mkoani Iringa. Pamoja na hayo yote, idadi ya miradi 39 itatembelewa, itakaguliwa, itawekewa mawe ya msingi, itazinduliwa katika mkoa wetu wa Iringa, na jumla ya thamani ya miradi yote ni shilingi bilioni 107,559. Pamoja na haya yote, serikali yatanua huduma za mahakama mtandao kufikia magereza 84 kote nchini. Kuongeza wigo wa upatikanaji wa huduma ya mahakama mtandao katika magereza 18 na hivyo kufikia magereza 84. Huduma hiyo kati ya magereza 125 iliyopo nchini imekuwa ikitolewa. Bilioni 60 za fufua uwanja wa ndege Iringa. Mwaka juzi umekamilika na sasa ndege zinatua karibu kila siku. Zaidi ya bilioni 60 ziliwekwa pale. Naam, na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Matukio Daima TV. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea habari hii siku hii ya leo, ulikuwa pamoja nami Rehema Salim na mimi ni Beldina Majinge. Tukutane kesho. Unaweza kuwa umefika Iringa mara kadha na ukawa unatafuta mahali ambapo unahisi moyo wako unaweza kusikia vizuri zaidi. Sasa hapa Iringa mjini ukifika mkabala na stendi kuu ya mabasi ya zamani, utakutana na jengo refu. Hilo jengo si mahali pengine popote, hapo ni Lumilo Classic Hotel and Tours. Hapo ni mahali ambapo utahitaji kupumzika. Kuna nafasi za kutosha, vyumba karibu 80, lakini huduma za kwake ni nzuri na ni rahisi tu hapo kama una shughuli zako za mjini kutoka kuingia, na usina gharama nyingine yeyote, na ukahisi kwamba maisha yako mazuri sana. Nikwambie kitu, life is beautiful. Staying is believing place in your hearts. Karibu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza, Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndio, Clock Tower Cave, home of delicious meals. Rafiki yangu Jeni, mambo? Afu siku hizi nakuona huna furaha kabisa toka umemaliza hicho kidato cha 4. Shida ni nini rafiki yangu? Shoga yangu Halima, mwenzangu una kazi. Mimi nahangaika siku zote, sina hata ajira shoga yangu. Yaani hata genge lenyewe tu sina. Na una smartphone kabisa unaenjoy, afu unasema kazi huna kweli? Shoga yangu, nifanyeje mie? Kuna watu wanaitwa Isadukilo Entrepreneur. Kwani hujawasikia hao? He? Isadukilo? Ni sahihi kabisa. Kampuni ya Isadukilo Entrepreneur inayojishughulisha na uwakala mkuu wa lipa kwa M-Pesa imekufikia. Nafasi zinazohitajika ni wakala wa mauzo na keshia. Sifa za kijana anayehitajika awe amehitimu kidato cha 4 ama zaidi, awe na miaka kuanzia 18 na kuendelea, awe na simu janja, smartphone, na awe Mtanzania mwaminifu, awe na namba ya NIDA ama kitambulisho cha NIDA. Kumbuka, ajira hii ni kwa kijana yeyote ndani ya mikoa yote ya Tanzania. Tuma maombi yako kupitia barua pepe ya isadukilo@gmail.com
halima@halima.com ama WhatsApp au kupiga simu namba 0757922555 au 0795742927. Pia waweza kufika ofisini kwetu, tupo jengo la Embala Sasa mjini Iringa, mkabala na hazina ndogo. Halima rafiki yangu, hakika Esadukilo amerejesha furaha yangu. Habari ndo hiyo ndugu yangu. Habari ni Esadukilo Entrepreneur, ajira nje, fursa kiganjani mwako.